Habari kamili. Tehran. Iran imeendeleza mashambulizi yake katika maeneo mbalimbali Mashariki ya Kati usiku kuamkia leo, huko nchini Kuwait shambulizi la Iran limesababisha moto mkubwa katika kiwanda cha kusafisha mafuta. Marekani na Israel pia zimefanya mashambulizi ya anga nchini Iran, wakati vita hivyo vikikaribia wiki yake ya 5 ya mapigano tangu kuanza kwake Februari 28. Katika hatua nyingine, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepanga kupiga kura leo Ijumaa kuhusu pendekezo la Bahrain ambalo linalenga kujadili hatua mbalimbali za kufuata ili kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz ambao umefungwa na Iran. Bahrain imependekeza azimio la kuruhusu mataifa kutumia nguvu kuhakikisha usafiri wa kimataifa unaendelea, lakini pendekezo hilo linaonekana kuligawa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hata kabla ya kupigiwa kura. Berlin. Shirika la kusimamia maslahi ya viwanda na biashara nchini Ujerumani DIHK limesema sekta ya viwanda nchini Ujerumani katika kipindi hiki imegeukia zaidi kwenye uzalishaji wa vifaa. Utafiti uliofanywa na jarida moja la habari za biashara nchini Ujerumani umebaini kwamba karibu theluthi moja ya makampuni ya viwanda yameona fursa katika mifumo kwenye sekta ya usalama na ulinzi. Rainer Kambeck ambaye ni mtaalamu katika shirika hilo amesema utafiti huo umeonyesha wazi ukuaji katika sekta ya ulinzi, na hali hiyo imechangiwa na migogoro ya kikanda na ya kisiasa inayoendelea duniani. Uchambuzi maalum wa DIHK umeonyesha kuwa kampuni moja kati ya 6 za viwanda nchini Ujerumani tayari imeunganishwa katika mnyororo wa thamani kwenye sekta ya ulinzi. Sekta ya utengenezaji wa magari ndio inayoongoza kwa 36%. Ouagadougou. Kiongozi wa kijeshi nchini Burkina Faso Captain Traore amewaambia wananchi wa taifa hilo la Afrika Magharibi kwamba lazima wasahau kuhusu demokrasia. Traore ameyasema hayo katika mahojiano yaliyotangazwa kwenye televisheni ya kitaifa nchini humo ya RTB. Akitolea ufafanuzi kauli yake, Traore amesema kwamba watu wa Burkina Faso wanahitaji kusahau suala hilo kwa sababu msingi wa demokrasia yenyewe sio kwa ajili yao. Itakumbuka kwamba kiongozi huyo alichukua madaraka kwa njia ya mapinduzi ya kijeshi mnamo Septemba mwaka 2022 baada ya kuiangusha serikali nyingine ya kijeshi, na tangu wakati huo amezuia sauti za upinzani. Serikali ya kijeshi ilivunja tume ya uchaguzi ya nchi hiyo mwaka jana, na kisha mwezi Februari mwaka huu bunge lililoongozwa na wanajeshi pia lilipiga marufuku vyama vyote vya siasa ambavyo shughuli zake zilikuwa zimesimamishwa tangu mwaka 2022. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa umeitaka Burkina Faso kubatilisha uamuzi wa kupiga marufuku vyama vya kisiasa na kukomesha ukandamizaji. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW nchini Bonn. Kharkiv. Mamlaka katika mji wa Kiev mashariki mwa Ukraine imesema leo kuwa mji huo umeendelea kukabiliwa na mashambulizi ya anga ya mfululizo kutoka Urusi kwa zaidi ya siku moja sasa. Kupitia mtandao wa kijamii wa Telegram, gavana wa kijeshi wa mji huo Ole Sinihobov ameandika katika mtandao kwamba mashambulizi ya makombora yaliyolenga mji huo yamejeruhi na kuharibu majengo ya makazi na ofisi. Mji huo ambao ni wa pili kwa ukubwa nchini Ukraine ulikuwa na idadi ya watu milioni 1.4 kabla ya vita, uko umbali wa takriban kilomita 40 tu kutoka kwenye mpaka wake na Urusi. Kwa mujibu wa mamlaka nchini Ukraine ni kwamba leo ni siku ya Ijumaa Kuu, zinatimia siku 1500 tangu uvamizi wa Urusi Februari mwaka 2022. Kwa upande wa Urusi, Wizara ya Ulinzi huko Moscow imeripoti kwamba droni 192 za Ukraine zilidunguliwa usiku ya Alhamisi. Na hatimaye Paris. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa limesema leo kwamba bei za vyakula duniani zilipanda mwezi Machi hadi kiwango cha juu zaidi tangu Disemba, na kuashiria ongezeko la mara ya pili mfululizo la kila mwezi. Kielelezo cha bei za chakula cha FAO ambacho hupima mabadiliko katika masoko ya bidhaa za chakula zinazouzwa kimataifa kilikuwa na wastani wa alama 128.5 mwezi Machi, ongezeko la 2.4 kutoka kiwango chake kilichorekodiwa cha mwezi uliopita wa Februari. Katika ripoti tofauti, FAO iliongeza kuwa kwa asilimia chache utabiri wake wa uzalishaji wa nafaka duniani wa mwaka 2025 hadi tani bilioni 3.036 zitakazorekodiwa,
Utabiri huo unamaanisha kwamba kutakuwa na ongezeko la 5.8% mwaka huu ikilinganishwa na mwaka uliopita. Amefanya ambacho tulitegemea. Kwanza ilikuwa ni kujaribu kuuza maamuzi yake, kwa sababu kumbuke hakuwa ameleta maamuzi haya mbele ya wananchi na hata bunge na hata washirika wenzake. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza ndio alikuwa amekuja kuzungumza baadhi ya mambo tulikuwa tumekwisha kuyategemea. Hakuwa na jipya, nafikiri amefanya tu kile ambacho watu wengi walikuwa wanategemea angezungumza, na sidhani kama itaweza kubadilisha sana hasa kura za uungwaji ama upingaji baada ya watu wengi kusikia alichozungumza, kwa sababu mengi aliyosema ni yale ambayo pengine alikuwa akiyazungumzia ama tulishahisi kwamba ndio atakayosema katika ile. Rahbi, Rais Trump amedai kuwa nchi yake inashinda zaidi ya awali na kwamba imepunguza kwa kiasi kikubwa uwezo wa Iran kurusha makombora na ndege zisizo na rubani na kuteketeza pia kwa kiasi kikubwa mitambo yake ya nyuklia, hata kusambaratisha uongozi wa nchi hiyo. Sasa unadhani kuwa huo ndio mwisho wa Iran ama unazungumziaje kauli hiyo ya Trump? Kauli za Trump zimeendelea kuwa zile ambazo hazilingani na ukweli unaoonekana kwenye vita yenyewe, kwa sababu nje ya madai ya Trump na vyombo vya habari ambavyo vimedai ushindi wa Trump, hakuna uhalisia unaoonyesha hivyo, kwa sababu ukiangalia kama siku ya jana ni siku ambayo kumekuwa na mashambulizi makubwa zaidi Israel kuliko hata siku ya kwanza ya vita ilivyoanza. Maana yake kuwa Irani wameonekana wanarusha mno na wana uwezo mkubwa wa kushambulia kwa pande huko. Wakati anadai ushindi na kubadilishwa kwa serikali ya Irani kwa staili anayotaka yeye, nadhani mwanzo wakati wanaenda haikuwa kwenye hiyo staili. Sasa huu ushindi ambao Trump anautafuta ni anatafuta ushindi wa mezani kikawaida, kwa sababu wakati analalamikia hayo anataka Irani wakae kwenye meza wamalizane kwenye makubaliano, wakati yeye alikwenda kwenye operation ambayo aliipa Epic Fury. Sasa lengo la Epic Fury ilikuwa ishie kwenye meza kama hivi anavyolazimisha Irani wakae kwenye meza. Kwa hiyo maneno ya Trump hayaendi kwenye uhalisia wa yale yaliyopo hivi sasa. Mubelwa, katika hotuba yake Rais Trump amesema vita ni kitega uchumi cha kweli kwa kizazi kijacho cha Marekani na watoto wa Marekani. Hii anamaanisha nini? Nafikiri kwa maana ni kwamba ama alichokuwa anataka waamini kwamba katika kufanya hivi ina maana anaiweka nchi salama, ni sehemu ya wajibu wa rais. Kwa hiyo chochote anachokifanya ni kuhakikisha kwamba nchi sio tu inakuwa salama, lakini pia kunakuwa kuna maendeleo. Kwa hiyo kwa msingi alichokuwa anasema au alichojaribu kuuza ni kwamba chochote alichokifanya ilikuwa ni kwa manufaa ya Marekani iliyo salama, kwa sababu umesikia mara kadhaa akisema kwamba isingekuwa maamuzi haya, asingekuwa maamuzi ambayo aliyafanya kipindi kile, isingekuwa maamuzi ya mwaka jana, upo uwezekano sasa hivi Iran angekwisha kuwa na mitambo nyuklia na kuchukia yake dhidi ya Marekani, na kwa sababu ameshaimba death to America, basi angekuwa ameshiathiri. Rahbi, Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema madai ya rais wa Marekani kwamba nchi yake inataka vita visitishwe ni ya uongo. Sasa unadhani kwa nini Trump anasema hivyo, ama ni mbinu tu za kivita? Kumekuwa na mchanganyiko wa kauli za Trump katika kile ambacho kinaonekana kama ilikuwa mbinu ya vita, lakini ilikuwa ni mbinu ya kutuliza masoko ya dunia ili aweze kukaa, kwa sababu nishati si tu kuwa kwenye eneo la Afrika au dunia nyingine inayonunua sana mafuta pale Mashariki ya Kati imeathirika. Unaona kuwa hata Marekani yenyewe imeathirika kwa galoni kufika $4 mpaka $5 kwa diesel 4. Kwa hiyo kwa hizi kauli ukizichukua ni anajaribu kupoza upepo, yani masoko yaweze kukaa sawa, lakini kwa sababu Trump ni kama mtu ambaye huwa hafahamiki zaidi anakwenda wapi na anarudi wapi. Kuna wakati anaonekana kama anatuliza mambo na kuna wakati anayavuruga. Ukitoka kusikiliza hotuba yake unaona kuwa aliyokuwa ameyatuliza nyuma kaenda kuyavuruga kabisa, kwa sababu kitendo cha kusema kuwa atashambulia miundombinu ya Irani si tu tishio la raia wa Irani kushambulia miundombinu yao, lakini tayari ni tishio la masoko tena kuyumba, kwa sababu tayari wanafahamu masoko kuwa jibu la Irani litakuwa kushambulia miundombinu pia ya washirika wa Marekani, ikiwemo na Marekani na maslahi yake. Tukiangazia nishati hapo Mubelwa, Rais Trump amesema nchi yake haihitaji mafuta kutoka nje na kwamba nchi zinazohitaji mafuta kutoka Mashariki ya Kati ndizo zinapaswa sasa kwa mstari wa mbele kupambania kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Sasa unadhani hii ni makusudi ya kutaka kuadabisha waliokataa kumsaidia? Maana ameshasema kwamba ameiteketeza Iran, hivyo anashindwa nini sasa kupambania Hormuz? Nimezungumza mara kadhaa kwamba moja kati ya vitu ambavyo Donald Trump yuko navyo ni uwezo wa kujichanganya katika kile anachokizungumza, na anaweza kufanya hivi katika hotuba kamili moja, anaweza kufanya katika aya moja, au anaweza kufanya wakati mwingine hata katika sentensi moja. Kwa ni mtu ambaye mara zote ametangaza ushindi, lakini bado naamini kwamba mapigano yanaendelea. Ni mtu ambaye alisema kabisa kwamba njia mojawapo ilikuwa ni lazima Iran wafungue na Hormuz iwe huru ili waweze kubaki salama, lakini wakati akisema hivyo na kusema kwamba tayari kuna ushindi, bado anasema kabisa kwamba kule hakujafunguliwa. Nafikiri amejua kwamba kulazimisha kufunguliwa ama kuwa huru kwa eneo la Strait of Hormuz kutalazimisha
yeye kuweka wapiganaji pale ardhini, wasema boots on the ground, na ni kati ya hatari kubwa ambazo hataki kujiingiza. Kwa hiyo tayari ameanza kutengeneza mazingira kusema kwamba halazimiki kufanya hivyo, lakini bado aendelee kutangaza kwamba ameshinda vita. Rahbi, Rais Trump anadai kumaliza vita katika siku chache zijazo baada ya kufanikisha malengo ya vita. Sasa unadhani iwapo Marekani itapothibitisha kumaliza vita katika hizo siku chache zijazo kama anavyodai, unaona Iran nayo iko tayari kufanya hivyo, kusitisha vita? Bila shaka Iran wamekariri sana kwenye kile ambacho wanasema kuwa sisi sio tulioanzisha vita, wao walianzisha vita na sisi tunachofanya ni kulipa kisasi kwa kile ambacho kinakuja upande wetu. Nadhani Marekani wamelichungulia hilo kwa sababu waliwataka Irani kwenye meza ili vita imalizikie kwenye meza na wampe ushindi Marekani wa mezani, na Irani wamekataa kukaa kwenye meza. Na hata jana kwenye mtandao wake wa Truth Social aliposema kuwa ameombwa na rais mpya wa Irani, maswali yamekuwa mengi, hata White House imeshindwa kujibu hayo maswali kwa sababu wanaulizwa kuwa kumbe kuna mabadiliko ya uongozi ndani ya Irani na kuna rais mpya ambaye nyinyi mnamtambua ni nani. Ni kama vile Marekani inazungumza na serikali ambayo haijulikani, sijui iko wapi, iko kuzimu. Sasa kwa hiki la Marekani kujiondoa kwenye vita, huenda kukasababisha kuwa Irani asiendelee kuwashambulia ikiwa hawatomshambulia tena yeye, na ikiwa itafanyika hivyo, maana yake itahakikisha sasa ukubwa wa Irani katika eneo, kwa sababu mpaka anavyozungumza Marekani kutangaza ushindi, bado inaonekana kuwa Irani ndio kashikilia vingi na maamuzi mengi ya mfereji wa Hormuz yako kwenye mikono ya Irani. Sasa Marekani kujiondoa kutaashiria moja kwa moja kuwapa Irani ushindi, kwa sababu wao watapanga upya utaratibu wa eneo, hasa kwenye kile ambacho kinaonekana kama Strait of Hormuz. Manake ukichukua kauli za kuwa wamemaliza makombora, haiashiri ukweli kuwa wamemaliza makombora, lakini regime change ambayo Trump anadai imetokea, unashangaa kuwa kama regime change imetokea kwa kile Trump anakisema, kwa nini wanazungumza na serikali nyingine mbadala ambayo haijulikani kama kulikuwa kuna mabadiliko ya serikali mpya? Kwa hiyo unaona ni kauli ambazo hazifahamiki na ni vigumu kueleweka. Nadhani kuna wakati wa Marekani walitakiwa wafikirie upya uwezo wa Trump wa kuchanganua mambo na uwezo wa kuongoza nchi kwa hivi sasa. Nadhani hapa kumekuwa na shida. Na kwa kumalizia, mwisho, wakati dunia sasa kwa ujumla ikihangaika kutaka kupata usuluhishi wa vita hivi vya Iran na hotuba ambayo ametoa muda mfupi rais wa Marekani, kwa ujumla maoni yenu kwa kila mmoja? Nafikiri dunia ilikwisha kutambua pengine, na pengine sisi tulikwisha kuona kwamba hivi vita itakuwa ngumu kuliko ambavyo ilifikiriwa. Donald Trump tuliamini kwamba aliingia katika vita ambavyo kama ambavyo walikuwa marais waliomtangulia hawakudhani kwamba ingekuwa ni kuingia na kutoka, hasa akiwa amehadaiwa na kile ambacho kitokea Venezuela. Lakini suluhisho la hapa ni sasa ambako tunaelekea. Iran amesema kwamba hawataki kusitisha vita, wanataka kumaliza vita. Vipi vitaweza kumalizika? Nafikiri ndio ambako tunasubiri pengine siku chache zijazo tuone hizo wiki chache zilizofuata zilizobakia, ataondoka kwa sababu anaamini ameshashinda, au atajaribu kuharibu kabisa kwa sababu haamini kwamba ataweza kushinda. Na hapa namaanisha Trump. Rahbi, ukweli unabaki tu kuwa ni huo kuwa Trump ni rais ambaye hatabiriki. Unajua aliyozungumza kwenye hotuba yake ni mengi alishaandika kwenye Truth na aliyazungumza karibu siku 3-4 zilizopita. Huenda hizi siku 2 tukaona tena akabadilisha kila alichokizungumza kwenye haya ya leo, na haya yakaacha kujadiliwa tena, tukaibuka na jambo jipya huko, kwa sababu ni mtu ambaye unaona kabisa kuwa ni kama hakuwa na mkakati wowote wa maana kuingia kwenye vita, au haelewi chochote kinachoendelea kwenye vita, kwa sababu ni mtu ambaye huropoka, au unaweza kusema hutoa lolote ambalo linakuja akilini, au anaweza akaliweka kwenye mtandao wake wa Truth lolote ambalo analihisi liko sawa.